akipotelewa na mmoja asiyewaacha wale 99 nyikani, aina mtafuta yule aliyepotea, na kisha kumuona humweka mabegani pake, huko akifurahi. Yesu ni mchungaji mwema, amenituma kwako ndugu yangu nikuletea habari njema ya kwamba umwamini yeye. Alikufa msalabani kwa ajili yako, alikufa msalabani kwa ajili yako. Yesu anakutafuta mtu asilali, Yesu anakutafuta mtu asilali. Amepotea au umepotea muda mrefu. Anasema ya kwamba kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye, kuliko kwa wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Yesu ni mchungaji mwema. Wewe ndugu yangu uliyepotea, ni wakati wa kurudi kwa Bwana, ni wakati wa kurudi kwa Yesu. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yako. Yesu alikubali mateso ya msalaba, maana wewe ni kondoo. Umepotelea kwenye baa, umepotelea kwenye banki, umepotelea kwenye gesti, umepotelea kwenye uchawi, umepotelea kwenye mabaya. Yesu anakutafuta ndugu yangu, rudi sasa. Rudi, atakusamehe. Rudi, atakusamehe makosa yote. Rudi, atakusamehe dhambi zote. Hata kama umetoa mimba, hata kama umeua, hata kama umefanya lolote, wakati bado upo. Hii ni kipindi cha neema, ni kipindi cha neema. Ndugu yangu, tuko kwenye neema. Neema ikiisha, maandiko yanasema katika kitabu cha Amos ya kwamba kunakuja nyakati ambacho watu watakuwa na njaa ya neno la Mungu, hawataliona. Watakuwa na kiu, sio kiu ya maji, bali ni kiu ya neno la Mungu. Sasa hivi ni kipindi cha neema, tunamhubiri Yesu. Lakini nataka nikwambie, Yesu anarudi. Amenituma nikwambie utubu, ugeuke. Yesu anarudi kulinyakua kanisa. Utubu na ugeuke, mtu wa Mungu. Wewe mtu asilali, Yesu anakuita sasa. Yesu amekufa msalabani kwa ajili yako, amemwaga damu yake kwa ajili yako, amelipa deni la dhambi zako. Sasa ni wakati unaotakiwa kurudi kwa Mungu wako, naye atakusamehe kabisa. Kama alinisamehe mimi, na wewe atakusamehe. Kama aliniokoa mimi, na atakuokoa. Kama aliniponya mimi, na atakuponya. Kwa ndugu yangu, mtu asilali, karibu kwa Yesu anakuita. Karibu kwa Yesu anakuita. Karibu kwa Yesu anakuita. Atakusamehe makosa yako yote, atakusamehe dhambi zako zote, maana yeye ni mchungaji mwema. Yeye ni mchungaji mwema. Maana maandiko yanasema ya kwamba katika Warumi 6:23, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa dhambi ni kifo, mshahara wa dhambi ni kifo. Mama yangu, geuka jioni ya leo kwa Mungu. Geuka jioni ya leo akusamehe. Geuka jioni ya leo akusaidie, maana Yesu anarudi kulinyakua kanisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mtu wa Mungu, haleluya. Kama umejiandaa kwa unyakuo, mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Ndugu yangu mpendwa, Yesu anakupenda, hapendi upotee. Alikubali kufa msalabani kwa ajili yako. Alikubali mateso ya msalaba kwa ajili yako. Huyu Yesu anakupenda. Huyu Yesu anakupenda. Anakutafuta mtu asilali. Anakutafuta ugeuke. Anakutafuta umrudie yeye. Anakutafuta umrudie yeye. Na yatabadilisha maisha yako. Na yatabadilisha maisha yako. Rudi ndugu yangu kwa Mungu anakuita. Rudi ndugu yangu kwa Mungu anakuita. Na yatabadilisha maisha yako. Asante. Kama kuna mtu anahitaji kurudi kwa Bwana, ni wakati wako. Tunahitaji kwenda kuomba sasa. Tunahitaji kwenda kuomba. Tunahitaji kwenda kuomba. Utafuatisha maombi haya.